Kwa mujibu wa Mange Kimambi, anasema kwamba mambo yanakuwa mabaya zaidi tofauti na vile ambavyo wengi walitegemea, na hii inakuja kutokana na ile kampeni ya kwamba hakuna kusapoti wasanii wa Tanzania, na Gen Z wengi walionekana kuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana na kusema kwamba okay, hii hapa hivi ilikuwa ni idea nzuri sana, lakini ni kama vile amekasirishwa sana na kila ambacho ameweza kukishuhudia, na ameweza kuandika ujumbe ambao bila shaka kwa wale ambao wameweza kufanikiwa kuona basi it's okay, lakini kama ulikuwa bado haujaona kile ambacho ameweza kuandika Mange Kimambi, mimi nitakupa kiufupi hapa summary ya kile ambacho Mange Kimambi ameweza kukisema, lakini muhimu zaidi mimi nikukumbushe kwamba tuzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu kile ambacho Mange Kimambi inaonekana kimemkasirisha kwa kiasi kikubwa sana, na anatamani mabadiliko ya haraka sana ili mwisho wa siku mambo yaweze kunyoka kama vile ilivyokuwa. Lakini kuna kingine pia ambacho imeonekana support anaipata kutoka kwa watu wengine ambao inaonekana lile jambo limeungwa mkono kwa kiasi kikubwa sana kuhusiana na ile kampeni ambayo yeye alikuwa ameweza kuisisitiza kwa Gen Z kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kabla siweza kukupa hiyo info, naomba nikukumbushe pia kwamba usisahau kusubscribe hapa, kwa sababu nina mengi zaidi ambayo nitakuwa nakuletea hapa na kusogezea kila wakati ambapo kutakuwa kuna update mpya. Kwa hiyo ukibonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba kila update mpya ambayo itakuwa inakuja wewe ndio utakuwa kwanza kabisa kuweza kuipata hapa on time kabisa. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu kweli wote juu ya kila ambacho inaonekana ni dhahiri kabisa kwamba anapambana kadri awezavyo Mange Kimambi kuhakikisha kwamba mstari unanyoka na anarudi katika piki ya ubora wao Gen Z kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa tunafahamu moja ya kampeni kubwa ambayo ipo sasa hivi Tanzania ni kampeni ya kutokuwa support wasanii kwa kiasi kikubwa sana. And of course sio Mange peke yake ambaye ameonekana kupambania hilo swala, ukiachana na activists wengine kama wale ambao wamekuwa wakisema kwamba wasanii wasisapotiwe. Tumeona pia Mheshimiwa Godbless Lema alikuja akaonekana kuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana hilo swala la kusema kwamba wasanii wasisapotiwe, especially wale ambao walikuwa wanaonekana hawako upande wa wananchi ambao waliwasaliti wananchi kwa kiasi kikubwa sana. So ilikuwa ni kampeni ambayo ilikuwa inaenda poa sana, lakini ni kama vile Mange kwa upande wake ameona mambo yamebadilika sana na kuja kuandika ujumbe ambao kwa namna fulani hivi una mashiko kwa wale ambao ni wanufaika wa huu ujumbe. Sasa alichokiandika Mange Kimambi, kwanza kabisa ameonyesha kusikitishwa na kitendo cha Gen Z kuonekana kwamba ni kama vile wameshasahau mapema sana, alafu wameshaanza kuwasapoti wasanii. Hili limekuja baada ya matukio kadhaa ya kuonekana Diamond kuelekea Nigeria, Jux na vitu kama hivyo. Watu wengi wameonekana kupea attention na kusahau kwamba hawa ndio juzi kati hapa walikuwa kwenye kile ambacho kilikuwa kimewaumiza. So amekuja na ujumbe ambao ameweza kuandika machache hayo nimekutajia, lakini pia amesema kwamba Gen Z kitu ambacho anatakiwa kufanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kila kukicha wanakumbuka kwamba bado wana kazi kubwa sana ya kufanya mpaka wasanii waweze kujirekebisha. Target yake kubwa inaonekana kwamba Gen Z inatakiwa wasiweze kusahau kwamba hawa ndio wasanii ambao leo na kesho wanaweza wakawasifia mashabiki zao kwamba wanawasupport na vitu kama hivyo, alafu ikija kutokea incidents nyingine basi wao ndio watakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuwasaliti na mashabiki zao na kuweza kufanya kile kitu ambacho ilimradi kinawapa ulaji na kuwasahau kabisa wale ambao wamekuwa wakiwasapoti. Ametoa mfano mzuri kwamba wasanii kama vile wameona kabisa kwamba Gen Z hawawezi kufanya chochote kwa sababu hata wamekuwa wakijibiwa vibaya na wasanii hao lakini bado wanasapoti. Akatoa mfano pia ambao yeye hakutaja jina, lakini tunafahamu Mario alishawahi kusema kabisa kwamba jamaa mmoja alikomentigi kwamba hatuwezi kwenda kuangalia huko YouTube, akasema kwamba hauna ubavu huo. So ilikuwa inaonyesha ni jeuri moja kwa moja ambao Mario yuko nayo kuhusiana na hicho kitu, na naamini kabisa kwamba wataweza kusupport, na tumeona ngoma zao zinaenda na vitu kama hivyo. So amesisitiza kwamba Gen Z itabidi washikilie kwenye msimamo wao kuhakikisha kwamba wasanii hawasapoti kwa namna yote ile pale, ili waweze kutambua kwamba kuna kitu kweli waliweza kukosea. So comment yako kuhusiana na hiki hapa hivi ni ipi? Kwamba unadhani Mange Kimambi yuko sahihi kweli kwamba watu washaanza kusahau, au Mange anazingua kwa namna fulani hivi? Tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video. Lakini kama nilivyokuambia, na updates nyingi sana za kukuletea hapa. Kwa hiyo point ya msingi, bonyeza neno subscribe, alafu utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri sana ya kwamba next update utakuwa kwanza kabisa kuzipata hapa.